Hi good people, how are you doing? Hope you are doing great. Welcome back again to this amazing YouTube channel. On my side mi niko poa na niko hapa kama kawaida niwaletee our today's episode prediction stock analysis, and our today's episode goes to Zari, episode 110, and this is the episode that will mark the end of this week. Tena tuliona vitu kadhaa zilifanyika. Lola na Agi walipotea wakiwa pale Uganda na walikuwa na uoga na wasiwasi mwingi. At the same time, Agi walikuwa kidnapped by some strangers. But after yesterday's episode, we were able to know who the kidnappers are. The kidnappers ni Mama Dante na Angolia Dante. Unakumbuka ule msee mwenye ilikuwa inasemekana alikuwa ameuliwa na Bien? Ndio wakatumia hiyo kitu ku blackmail Bien ndio akubali kuoa Lola. That is the same man who made them be kidnapped. Kumbuka huyo madhe, yani huyo madhe alikuwa mu innocent, Mama Dante. Na Isaac alikuwa best ya Dante. Na hiyo time walikuwa wanajifanya watu wazuri mpaka wanaenda kusaidia Mama Dante, wanampea do, wanampelekea pesa ya food only to cleanse their name. Wajaribu kuficha white eti wao sio waliua Dante. But Mama Dante ni kama alikuja kujua that hawa watu ndo waliua mtoto wake. And thank God alipata news that hawa wasee wako Uganda time walikuwa wametangazwa kwa TV about the accident. That's why walipatikana pale Eugene. Now Lola mliona vile walikuwa wamepotea wakiwa na Agi. So in yesterday's episode, I told you that there was a man who was driving a car who was following them. But in Zari, umse alikuwa anatembea. So the episode is not 100% the same. Kuna kuanga na tofauti. Unaweza pata in Turkish movie they are driving, in Zari wako mguu 11. So mzee alikuwa anatembea kaguu 11 and is a young man, unlike the Turkish series where they are using old men, but in Zari they are using young men. Alikuja akaambia akina Agi, nimeona mlikuwa mnatembea na ni kama mmepotea. Kujeni tu niwaonyeshe hiyo place yenye mnatafuta. Kama ni Hamisi, I know the place. So, huyu msee alikuwa anajiuliza kama alikuwa na wale wase wengine. And maybe or maybe not, because huyu msee hakuwafanyia anything. Aliwapeleka mpaka Hamisi, ndio Lola and Agi wakaanza kuulizia watu kwa street kama wanameona Susan na Isaac wakipeana description yao. Yani wakipeana physical features vile wanakaa, kama ni Susan wakisema ni mnono ako na mashavu kubwa, Isaac ni mtu black anaongea na bass. Kitu kama hiyo. Back to Sky, Kamal and Rispa. Unakumbuka jana episode ikisha, Skylar went to see Kamal. Na hii ilikuwa script ya Salma. I think Salma is not a good girl. Just like the mother. Inasemekananga like mother like daughter. Because I think the two have the same mission. To destroy Linda completely. Because if ukiangalia Salma na mamake with a third eye, you will realize that Mama Salma mission yake ni kumaliza Linda. Na Salma, it's like our mission is to finish Skylar completely, of which Skylar anafikiria ni best yake na anamsaidia, but she's not helping Skylar in any way. She's just going to destroy Skylar completely, because yeye ndo alipea Sky idea ya kuenda kupatana na Kamal ndo amfilishe. And now na Skylar akaamua meet na Kamal pale Stonehouse. I'm doing this video but interruption bana. Ni mingi sana. Hata sijui nilikuwa nimefika wapi. So, Skylar alikuwa ashafika pale Stonehouse, then Kamal akamjoin. Skylar akamwambia, nilikuwa nataka tupatane in private ndio at least tuongee mambo yetu. Ndio Skylar akamwambia Kamal kama anaweza mpea ka drink. Si Kamal alikunywa akakunywa mpaka Skylar akamwambia, na si unakunywa sana.
Ndio Kamal akamwambia, unajua nilikaa hivi nikaona ni kama bado ninakupenda. Because every time nikikuona na mtu mwingine, I feel so jealous. And that's why I realized that I love you so much. Ndio Skylar akamuuliza, now that you love me, are you gonna break up with the Rispa? Na utamwambia? Kamal akamwambia, please, don't make choice for me. Unajua, sitaki kufanya any of you akasirike, cause mi nawapenda wote. I love you all. Na kuna watu wengi wako na mabibi wawili and they are living a very happy life. Ndio Skylar akamuuliza, surely, are you okay? What are you talking about? Ndio Kamal bado akainsist, akamwambia vile anampenda. Now, Rispa alienda kwa hoteli ya Kamal kutafuta Kamal. Cause alikuwa anapigia Kamal hii time alikuwa na Sky. Kamal ashiki simu. Ndio akaenda pale kwa hoteli, akauliza wafanyikazi kama wameona Kamal. Wakamwambia hawajamuona. Kumbe Salma alikuwa hapo. Na sijui alikuwa anafanya nini kwa hoteli ya Kamal. Ama alikuwa anajua the moment Rispa atapigia Kamal akose kushika, atakuja kumtafuta hapo. So Salma alikuwa hapo. Na ni kama alikuwa anangojea Rispa hakuja. Ndio akaona Rispa akamuuliza. Akamwambia, I know you are looking for your husband. Ukinitreat vizuri, nitakwambia mahali yako. Rispa akamwambia, jokes aside. What do you want from me? Si uniambie tu kama unataka kuniambia mahali yako. Ndio Salma akamwambia, your husband akona ex-wife. They are having good times at Stonehouse. If you think I'm lying to you, go and see for yourself with your own eyes. So ndio hii time Kamal anaambia Sky vile anampenda and akaanza kukua romantic. He was kissing Skylar forcefully because Skylar hakuwa willing. Ndio Rispa alifika hiyo magidha. Akaona Kamal ameshikilia Skylar. She got mad. Akaingia. Kuingia alikuwa anagombanisha Kamal akimuuliza, what kind of man are you? Kumbuka the last episode, kuna episode aliambia Kamal is a confused molecule. Hata jana mliona. Rispa was right that Kamal is a confused molecule. Jana alisema eti he wants to marry them both, Rispa and Skylar. Yani, how can you marry two young ladies? Hiyo si ni kifo. Unataka wanawake wapigane wauane? So, Rispa alikuja akampea masla pa. Kamal akakasirika. Akageukia Rispa. Akamtandika. Karibu amuue. Unajua, Salma alikuwa ameambia Sky waende wa meet na Kamal. Ndio Kamal adili na Skylar. Au na Rispa. So, hii yote ilikuwa ni script ya nani? Ya Salma. And the same thing happened. Wakati Rispa alikuja kuingililia, alichapwa na Kamal. Kumbe, Sky na yeye alisikia vibaya. Akaona Kamal ataua msichana wenyewe. Akatafuta kitu atafanya. Because alikuwa anajaribu kwenda kuwa separate na yeye anachapwa anaenda kuanguka huyu. So Kamal was wild. Alikuwa amegeuka mnyama. Na alikuwa mlevi. So alikuwa anachapa bila kufikiria. Because it's like you could have killed Rispa kama si Skylar. Because Skylar alitafuta kitu akamgonga kwa mgongo. Kamal alianguka. Na hivyo ndio Kamal alikufa. So, Kamal kukufa, Sky alistuka. Akastuka tu sana. Akaanza kulia. Karibu kichwa imuruke tena. Lakini Rispa akaona msichana amenisave. Acha nianze kumbembeleza. Ndio Skylar akapigia Linda simu. Akamwambia akuje Stonehouse. Ndio vile Linda alikuja Stonehouse, alimwambia everything that happened, chenye kilitokea hapo. Ndio Linda akamwambia, mko sure hakuna mtu amewaona? But let me go back to kidogo. Before Linda afike, Salma na yeye alikuja pale Stonehouse. Na Sky alistuka sana, akamuuliza, umekuja kufanya nini? Salma akamwambia ati ni vile hajampigia simu amwambie vile kulienda kati yake
na Kamal. Akarealize ni kama Sky alikuwa analia. Sky akamwambia tumekosana tu kidogo, nikasema nitoke nje, but we are still having our conversation. Sasa unaona amedanganya Salma. Salma akitaka kuingia akamwambia no. Just go back home. Mimi na Kamal bado hatujamaliza kuongea. So Salma hakuenda, ni kama alijificha mahali. Ndio hii time Linda akakuja na Linda akauliza kama kuna mtu yeyote anajua hii story. Akawaambia hapana, ni wao tu watatu. Sasa akawaambia let this story be between me and you. I'm gonna help you. So waliweka hiyo mwili kwa gari wakaanza kuisafirisha. But on the way Kamal alikuwa anatokea, Skylar anamwambia he did not deserve that. Na hiyo story ya Kamal kutokelezea Sky ilifanya wakuwe na accident. Hapo wakagonga gari ya wenyewe. Although I don't know whether it will be the same in Zari, because sometime kuna katofauti kadogo. So going back to akina Lola and Hagi, ule msee alikuwa amekidnap Susan alikuja akawapata, akawadanganya, akawaambia anajua mali Susan hako. Si wakaenda. Kumbe intention yao ilikuwa ni kushika Lola, because Suzy aliambiwa ati now they can be freed because washapata wife ya Bien mwenye aliua Dante. And Susan was like no. Badala ya kufanyia Lola anything, aki nifanyeni chenye mlikuwa mnataka kumfanyia. So wakapeleka Lola kwa room nyingine. Lola akawaambia hawakuua Dante intentionally. Na si unajua Lola ameseparatiwa na akina Isaac na Hagi. Hagi alikuwa anaambia Isaac hatuwezi endelea kukaa hapa. Hatujui hata Lola anafanyiwa nini. Na watu wanaweza ua Lola cause waliniambia lazima nipitie ile uchungu wao walipitia. Kaambia Isaac ngangana uvunje hii mlango. So Isaac akingangana kuvunja mlango, brother ya Mama Dante akamsikia, akakuja akawapata. Na Isaac akagonga huyo mbaba na akachukua hiyo bunduki. Wakaenda kwa Lola. Wakaenda kwa Lola tena wakashikwa. But huyo madhe akawaambia, mimi singefanyia msichana kitu, singemuua. Cause najua mali mnaenda Mungu atawapunish. And he let them go. So Frida alikuwa pale kwa mansion na Bien in the evening alikuja akamchukua kamrudisha pale kwa nyumba yao. And Frida hakuwa anataka kurudi na Bien simply because she was having a lot of fun pale kwa mansion. Na alikuwa ako like, mbona umekuja mapema hivi? Sungeacha tu nikae. Then akamwambia mrudishe tena pale kwa mansion. Afanye nini? Akae na Luanda na Nina wapike tena. Now, wakati Luanda na Nina walikuwa wana have their good moments as a couple, Koki alikuwa anawaangalia and she was feeling very jealous. Is that even English? Yani, she was jealous of Nina and Luanda. Mpaka akaanza kujiongelesha mwenyewe akisema vile anapenda Luanda. Like she was confessing loudly how she loves Luanda. Of which Luanda ni bwana wenyewe. Na Lily akamsikia. Lily alistuka. Akamuuliza, si unajua Luanda ako na bibi? Then uko hapo unasema vile unampenda. Hii nayo lazima niambie kila mtu. It's either you pack your things and go leave this mansion, or I'll tell everybody what you've just said. Na Koki ni kama hapo alisikia ni kama amedungwa mshale, cause the last thing Koki would want to do is to leave that mansion. So I know that Koki gonna do everything within her means to make sure that she remains in that mansion. But for how long will she do so? So my good people, thank you for watching. Thank you for always coming back to support this YouTube channel, your #1 YouTube channel for Zari updates. So guys, if you have not subscribed to this YouTube channel, please do subscribe. Bye for now, and let's meet again in the next video as I bring you Zari episode 111.